Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Mtazamaji, bana, leo tumepata nafasi ya kuzungumza na mama yetu. Kumbuke huu ni usiku wa Gigy Money pamoja na kaka yetu Tariq. Tuko na mama mzazi wa Tariq, ama naweza nikasema mkwe halali kabisa wa Gigy Money. Nikaona hapa tuzungumza naye, tutapata nafasi ya yeye kusikia vingi kutoka kwake. Mama, shikamoo kwanza. Marahaba. Jambo. Sisi tujambo. Hali yako? Kazi nzuri, namshukuru Mungu. Tunashukuru Mungu. Kazi zenu salama kabisa. Zanzibar moja hii au Tanga? Zanzibar hiyo. Mashaallah, mashaallah, wa nyumbani tunasema. Nyumbani. Hongera. Karibu kwanza Dar es Salaam. Asante sana, na nyinyi karibuni Zanzibar. Inshallah. Atakaye aje. Tunakuja. Lini tunakuja kunywa chai? Maana chai lazima. Chai tutakunywa. Lini kijaliwa tukishamaliza wiki ijayo tunaweza kunywa chai. Mashaallah. Lini wiki ijayo? Wiki ijayo. Kwa tuwe tayari. Mwe tayari kuja kunywa chai. Na holi letu tutafanya pia. Na holi tutalifanya vile vile. Mashaallah, mashaallah, mashaallah. Sawa, mimi natamani kwanza tuanzie hapa. Uliposikia kijana wako Tariq ana mahusiano na Gigy, kwako ilikuwaje? Na pia alipozungumza swala la kufanya ndoa, hilo nashukuru Mungu nimelipokea vizuri. Baada ya kijana wangu aliponiambia, mama, mimi nimeshapata mchumba na mchumba wenyewe gift. Nikasema mmekubaliana wenyewe, mimi sina jinsi. Namkaribisha Gigy, karibu katika familia. Abdalla Musa. Sawa sawa. Au Bi Salma. Au Bi Salma. Sawa sawa. Mama mzazi kabisa. Mama mzazi wa Tariq. Sawa sawa. Ni mtoto wangapi kwa? Mtoto wa 4. Kwa watoto wangapi? Katika watoto wa 3 wanawake, mwanamume peke yake. Ndio maana anadeka hapa, ni last born. Sawa sawa. Mama, tuzungumzie hili pia. Kumpokea Gigy, kubadilisha dini kwa Muislamu. Kijana wako unamuhusia nini hasa kwenye hili? Mimi namuhusia wakae vizuri, waelewana, azidi kumuelimisha, ampe elimu dunia. Kama yeye alivyokuwa kasoma, basi na yeye amsomeshe. Ili asijisikie vibaya, asijisikie upweke, na niko naye karibu Gigy Money. Sitamuacha kwa elimu, kwa kila kitu. Nitakuwa naye sambamba na nitamuelimisha. Kuna baadhi ya watu wanaweza wakajaji sana hii ndoa. Wengi wakawa wanasema Gigy msanii kaenda kuolewa na kijana ambaye ndo kwanza anachipukia. Gigy ameshafanya vitu vingi, pengine labda nini unaweza ukawaambia? Maana wanafiki ni wengi duniani hapa. Kweli, lakini mimi ninachowaambia, Gigy na Tariq wamependana. Katika wamependana, kwenye mapenzi huwezi kumwingilia mtu. Wamependana wenyewe kabisa. Wamechaguana wenyewe walivyokutana. Kwa hiyo hamna jinsi, waelewane, waendelee na maisha yao. Hata kama wakijaji, wanajaji tu ni fitna. Hata Gigy kama alikuwa hivyo, kabadilika sasa hivi sana. Kabadilika sana. Sio Gigy kama yule. Sio Gigy yule. Sasa hivi kashakuwa Rauhia. So Gigy tena. Sawa. Na dini anasoma sasa. Nimeona kuna moja ya clip ambayo nilipata kuiona, Gigy anasoma Qur'ani na anafundishwa na mumewe. Nikasema mashaallah. Hivi walikuwa wanaishi pamoja kabla ya ndoa? Hapana. Walikuwa wanaishi pamoja. Walikutana tu wakaanza mahusiano. Basi hivi katikati ya Ramadhani hizi video na picha za pamoja, nikawa nahisi bado anaishi pamoja. Nikasema mbona kama hii haifai kabisa? Hapana, huyu mwezi mtukufu Tariq anakaa nyumbani. Wanawasiliana tu kama kawaida, wanaenda kwenye kazi zao kama kawaida. Wanaenda kwenye kazi zao. Sawa. Neno la kumuhusia Gigy, kaingia kwenye dini ya Kiislamu, lakini pia kaingia kwenye ndoa ya Kiislamu. Sisi bwana, tuna tabia ya kufanya matna, kuongeza wa pili, wa tatu, wa 4, ikiwezekana hata 6. Mimi namuhusia mwanangu Gigy awe na subira. Ndoa ni ngumu na maneno mengi hapo. Kwa hiyo awe na subira, akae na mwenziwe. Hamna jingine. Sawa. Zungumza neno kuhusiana na ndoa mama. Hii ndoa nimewapenda wanangu, nawatakia kila la heri, waishi maisha mema, waishi vizuri, waelewane. Sina jingine. Nawapenda sana wanangu. Sawa. Sisi tuseme asante sana. Asante na yeye. Asante mama.